Naitwa Ana Mfuru Kiria, mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi, wilaya ya Mkuranga. Hapa tupo katika kijiji cha Marogoro, kata ya Mvianzi, wilaya ya Mkuranga. Ndani ya wilaya ya Mkuranga tuna mbwa takriban 6775. Na zoezi linaloendelea hapa ni uchanjaji wa mbwa. Lengo la kuchanja mifugo mbwa ni kwa ajili, maana tunasema chanjo bora kinga kuliko tiba. Ni heri tukazuia ugonjwa kutokea. Ndio maana yake tunatoa chanjo ndani ya wilaya yetu ya Mkuranga. Chanjo hii tunawapa mifugo yetu mbwa ili kuzuia pale anapokuwa amemdhuru au amemuuma binadamu, ili ugonjwa huo usiwepo na usiweze kumfikia binadamu. Na pale binadamu atapokuwa amechanjwa, akimjua mwenye mbwa ataonyeshwa kadi kwamba mbwa huyo amechanjwa. Kwa hiyo itabidi achukue taratibu za kwenda hospitali ili azuie maambukizi yoyote. Isije ikawa ile kadi aliyoonyeshwa imepitwa na wakati. Dalili za ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Mbwa anapopata dalili zile huwa anabweka na anaweza kung'ata kila kitu chochote anachokutana nacho mbele yake, binadamu, vitu vyovyote vile, na hatimaye anaweza kwenda kufia porini. Na pale binadamu anapoumwa, natakiwa mara moja pale anapoumwa, eneo aliloumwa alioshe kwa maji tiririka, na baada ya hapo aweze kuenda hospitali. Atapatiwa huduma kupatiwa chanjo, na hizo chanjo ni 3. Kwa ni heri mbwa akachanjwa ili binadamu aking'atwa asiingie gharama, maana chanjo moja ni gharama. Kwa hiyo tunahamasisha ndani ya wilaya yetu ya Mkuranga watu wote wanaofuga mbwa kupatiwa hii chanjo, maana chanjo hii ni bure. Kwa majina naitwa Mwajuma Chaurembo Mohamed, ni mtaalamu wa mifugo, ni afisa mfawidhi wa kituo cha uchunguzi wa magonjwa ya mifugo kanda ya Mashariki. Lengo kuu la ujio wetu huku ni kuhamasisha, kutoa elimu na kutoa chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa. Kama mjuavyo kwamba hivi karibuni tarehe 28 mwezi wa 9 dunia nzima iliadhimisha siku ya kichaa cha mbwa. Kwa hiyo baada ya mwezi wa 9, mwezi wa 10 unafuatia, bado tunaendelea na kuhimiza na kutoa elimu juu ya umuhimu na mazingatio kuhusu ugonjwa huu. Huu ugonjwa ni ugonjwa hatari sana, ni kitu kidogo lakini kinasababisha madhara makubwa ambayo yanapelekea kifo. Ugonjwa huu unaambukiza kati ya wanyama na binadamu na unasababishwa na virusi. Na njia pekee ambayo ni rahisi ya kudhibiti ugonjwa huu ni kwa kutumia chanjo. Chanjo hii ndio ambayo leo tumekuja, serikali ya awamu ya 6 imetuwezesha, imetoa chanjo hii ya kukinga mbwa, paka dhidi ya kichaa cha mbwa, na imetolewa bure. Na tunashukuru Mungu, uongozi wa kijiji cha Marogoro kata ya Vianzi wameitika kwa mwitikio chanya zoezi hili, na wananchi pia wamelipokea zoezi hili kwa mwitikio chanya. Hili zoezi linadumu kwa mwezi huu wa 10 wote. Hizi chanjo zimesambazwa nchi nzima, sio tu Mkuranga peke yake. Chanjo hizi zimesambazwa nchi nzima. Kwa kila sehemu ya mkoa, wilaya, kata, zoezi la uchanjaji linaendelea. Nadhani mtatuona sehemu mbalimbali watu wakihamasisha, wakitoa elimu na kutoa chanjo. Wito wangu mimi katika jamii ni kwamba kutokupuuzia upatikanaji wa chanjo, kupeleka wanyama hao wapate chanjo. Na chanjo hii uzuri wake ni kwamba hauchanji kila mara, unachanja chanjo moja kwa mwaka. Na pili ni kuwasihi wale wafugaji wote wa mifugo kama ya mbwa, paka kuzingatia
utunzaji na kuwapa mahitaji bora wanyama kama paka na mbwa. Hao wanyama ni kama binadamu, wana mahitaji yao, na ukiacha hiyo ya chanjo, kuna pia kuogesha, kuna pia kukinga mifugo dhidi ya wadudu. Kuna dudu kama kupe, kuna chawa. Kwa hiyo wasiache tu kuchanja peke yake, pia na huduma nyingine wasisite kuwatumia wataalamu wa mifugo kuwapatia huduma hizi. Kwa majina naitwa Baraka Hamisi, natokea hapa kijiji cha Morogoro, kata ya Vianzi, wilaya ya Mkuranga. Ninayo furaha kubwa sana kwa Rais wetu Mama Samia kwa kutuletea hiki chanjo cha kichaa cha mbwa. Tunashukuru sana. Tunashukuru tena viongozi wanaomsaidia kwa kutuletea hii chanjo. Kwa kweli tunayo faida kubwa sana. Kama mtu ambaye hajachanja mbwa wake, waendelee kujitokeza, maana bado zoezi hili bado linaendelea. Kwa majina naitwa Severina, natokea kijiji cha Morogoro, wilaya ya Mkuranga, kata ya Vianzi. Nawashukuru sana kwa kuleta chanjo hii, chanjo ya kichaa cha mbwa. Tunafaidika kwa kuwalinda mbwa wetu kwa magonjwa